mchanganyo wa zege au tunaweza kuita gredi ya zege. Vipimo vinavyotumika kwenye zege au gredi. Utangulizi wa quantification ya kazi iliyopimwa. Hii ina msaada kwa kila mtu kujua namna ya kujua vipimo vya zege au wazungu wanaita gredi ya zege. Kuanzisha kiasi na nyenzo zinazohitajika kutokana na mradi husika wa ujenzi. Ni muhimu kuelewa vifaa hivi vya msingi kabla ya kuanza kazi. Lazima ujue kwanza nguvu ya zege na ni sehemu ipi itumike. Leo nitazungumzia tu hizo nguvu ya zege ambayo ni ratio ya zege. Ila siku nyingine nitazungumzia sehemu ipi inayofaa na ratio ipi inayohitajika. Hili ni jambo linalotumika kubainisha uimara wa zege kulingana na mgao wa mchanganyiko. Ninapozungumzia daraja la zege, maana yake ni gredi ya zege. Daraja ya zege maana yake ni gredi ya zege. Kwa hiyo hatutatumia neno la gredi la Kiingereza, bali tutatumia neno daraja ambalo ni la Kiswahili. Kwa hiyo baada ya kusema gredi ya zege tutaita daraja ya zege. Haya. Daraja la zege 30. Mchanganyiko wa uwiano wa 1:1:2. Huu mchanganyiko unavyokuwa ni kuna saruji na mchanga. Ukivichanganya hivi unaipata idadi ya maji. Kwenye kokoto kunanga idadi maalum ya maji. Kwa hiyo kipimo kinachotakiwa cha mchanganyiko wa daraja la zege la 30 1:1:2. Lita 25 za maji zitatumika. Daraja la zege 25. Mchanganyiko wa uwiano ni 1:1.5/3. Lita 27 za maji zitatumika. Daraja la zege la 20. Changanya uwiano wa 1:2:4. Lita 30 za maji zitatumika. Daraja la 4. Daraja la zege 15. Changanya uwiano wa 1:3/6. Lita 34 za maji zitatumika. Daraja la zege la 10. Uwiano wa mchanganyiko wa 1:4/8. Daraja la zege la 7.5. Mchanganyiko wa uwiano wa 1:5/10. Daraja la zege 5. Mchanganyiko wa 1:6/12. Hivyo ndio vipimo sahihi vinavyojulikana popote duniani. Ninapozitamka hizi namba kwenye daraja ya mchanganyiko, namba ya kwanza na maanisha cement, namba ya pili mchanga, na namba ya tatu ni kokoto. Kumbuka, nyumba bora hujengwa na fundi bora. Karibu sana kwa elimu zaidi. Uweze kufuatilia hii YouTube ya Mjenzi wa Nyumba kwa kusubscribe hayo maandishi mekundu unayoyaona kulia kwako, ili uweze kupata elimu mbalimbali zinazohusiana na ujenzi wa nyumba. Na mawasiliano yetu ni hayo hapo unayoyaona. Unakaribishwa sana wakati wote. Karibu sana.